Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni siku ya Jumaa na hili takriban ni juma la 16 toka tulipopewa amri ya kutoswali juma, na tutarajia insha Allah taala litakuwa ni juma la mwisho la marufuku. Juma litakalokuja tutakuwa tunaweza kuswali msikitini. Tunatarajia kwamba tutakuwa tunaweza kurudi msikitini na kwenda kuswali juma insha Allah taala, ingawa kutakuwa na masharuti fulani. Mungu ajalie masharuti yenyewe yasiye ni masharuti mazito ya kutushinda kuyatekeleza. Kwa mnasaba huu wa kutarajia tutarudi kuswali juma msikitini insha Allah taala, nimeona mazungumzo yetu ya leo yawe ni kuhusu msikiti, umuhimu wake, na pia juma lenyewe, dharura yake. Msikiti katika Uislamu ni moyo wa jamii ya Waislamu, kama wanavyonena Kiarabu, wasema almasjidu qalbu almujtama'i alislami. Msikiti ndio moyo wa jamii ya Waislamu, na hili lathibitika wazi tukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipogura kutoka Makka kukuria Madina. Kitu cha kwanza alichokifanya Madina baada ya kuwasili ilikuwa ni kuasis msikiti. Kabla hata ya asis nyumba yake ya kuketi kuishi, cha kwanza alichokimbilia ni kuasisi msikiti. Hii ni dalili ya wazi kwamba msikiti katika Uislamu ni kitu chenye umuhimu mkubwa kabisa, na mpaka leo imekuwa ndio mwendo wa Waislamu. Mahali popote Waislamu wakianza kubuni kijiji, huwa wamefikiria kuwa na msikiti, na hii inaonyesha kwamba umuhimu wa msikiti kuwepo katika jamii. Na Mwenyezi Mungu alituambia kuhusu misikiti, sema anna almasajida lillahi, misikiti yote yapaswa kuwa ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana mwenye kuabudiwa hapo ni yeye, ndiye mwenye kuombwa na kila kitu. Na jambo kubwa zaidi lifanyika nalo au litendekalo katika misikiti ni mambo mengi. Shughuli nyingi hufanyika misikitini, shughuli mbalimbali za kijamii, lakini shughuli muhimu zaidi na ambayo msikiti umekuwa mashuhuri kwa shughuli kama hizo ni swala, na hususan swala ya Juma, Hata ukimuuliza kijana msikitini watu fanya nini, utakwambia msikitini watu waenda kuswali. Hata wasokwenda kuswali, lakini wajua kwamba msikitini jambo muhimu lifanyika nalo ni kuswali msikiti. Kwa hivyo kuna alaka kubwa baina msikiti na swala, na katika swala zote za kila siku kuna swala maalum, swala ya Jumaa, ambayo hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita sura kwenye Qur'ani kamil, ina lake yaitwa suratul Jumaa. Suratul Jumaa, yani sura ya siku ya Jumaa. Kwa hiyo siku ya Jumaa kwetu sisi Waislamu ni siku maalumu mno, na ni siku ambayo ni mahsusi sana. Sikitiko kubwa letu lilikuwa katika kipindi hiki cha marufuku ni kukosa mjumuiko wa swala ya Juma, na kiungo cha dharura katika swala ya Juma ni khutba ya Juma. Sababu khutba ya Juma si khutba ya kawaida, ni khutba ya aina yake, ina umuhimu wake, ina na utukufu wake. Ni khutba pekee ambayo mtu aliohudhuria hafai kuzungumza wakati khutba ikiendelea. Yapo bado halipatikani hata katika khutba za maraisi, khutba za wafalume. Watu hufanya shughuli zao, wakazungumza, wakaangalia hiki, wakaangalia kile, wakati rais ya khutubu ama mfalme ya khutubu. Lakini khatib wa Juma, heshima yake kwa sababu ya umuhimu ile khutba ni kwamba wale hadhira iliyoko hairuhusiwi hata kufanya chochote. Hata kuna hadithi maarufu iliyopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu, nenayo man massa alhasa faqad lagha,
yani mtu ambao wakati khutba ya Juma ikiwa yaendelea akiteza teza na zijiwe, basi ameze kupoteza fadhila za swala yake ya Juma. Pia tuonesha jinsi gani khutba ya Juma ni khutba muhimu sana kwa Waislamu, na kwa sababu ya Mtume kutaja vijiwe hapa ni kwa kuwa katika msikiti wake wakati wa hono wa nyuma hakukuwa na matandiko, kulikuwa tu ni tiati, kuna na jiwe. Hasa baadhi ya watu wakikaa wakiketi pale msikitini na khutba yaendelea, walikuwa wakishika zijiwe, pengine kuzipeka mbele, kuzitengeza pale pahala ziliopo swala sujudu vizuri, ikawa ilani hiyo kwamba hata hilo la mtu kudaradara zijiwe wakati khutba ya Ijumaa yaendelea ni jambo ovu, ni hatia, yani kiasi kwamba humpomoshea mtu thawabu zake za swala ile ya Juma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an ametuambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yani ni katika aya hii Mwenyezi Mungu atuambia idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, inapolinganiwa sala siku ya Juma, yani ile swala ya Juma, swala maalum, ukiadhiniwa adhani yake ya Juma ya pili, yani fadharul bay'a fas'au ila dhikrillah, kimbiliani haraka kuhudhuria utayo wa Mwenyezi Mungu. Dhikrillah hapa wanazuoni wengi wa tafsiri kwamba ni khutba ya Juma ndio iliyokusudiwa kwa dhikrillah, yani amri imekuja fas'au ila dhikrillah, yani fanyani haraka na upesi mutapilie kwenda kusikiza na kukulikiza khutba ya Juma. Huu ndio umuhimu wa khutba ya Juma, kiasi kwamba amri ya Mwenyezi Mungu imekuja namna hiyo, fas'au ila dhikrillah, kisha wadharul bay'a, na msimamishe biashara na kazi zote kwa jumla. Mtu yoyote ambao Juma la mpasa ikisa kuadhiniwa adhani ya pili ya siku ya Juma, huwa ni wajibu wake awate mashughuli yake yote, ikiwa ni biashara, ikiwa ni kujenga, ikiwa ni shughuli ni kulima, shughuli yoyote aiwate, atapilie msikitini kwenda kukulikiza na kusikiza khutba ya Juma. Kwa umuhimu huu wa khutba ya Juma, bila shaka ni kwa kuwa hii khutba ina jambo nataka itekeleze katika jamii, ina umuhimu mkubwa sana, na ndio nikaona yeo kwa kuwa tutarajia Juma litakalokuya huenda tutaswali misikitini swala ya Juma, nizungumzie ni mambo gani ya muhimu yatakikana yapatikane katika khutba ya Juma. Alhamdulillah, na misikiti katika Kenya hii alfu kwa alfu, maelfu ya misikiti yametapakaa kila mahala penye Waislamu, na kuswaliwa Juma katika misikiti mingi sana kila Juma, na kutolewa khutba kwamba. Kwa hiyo hizi khutba zina umuhimu wake. Hapa kwa mfano muhini hapa mwana mitaa ya karibu Kashmiri na Vioni na kadhalika, kuna misikiti isiyopungua 10 uswaliwa Juma, misikiti isiyopungua 10 uswaliwa Juma. Lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba baadhi ya wahutubuo katika baadhi ya misikiti, khutba zao huwa hazifikishi ule ujumbe ambao watakikana usikilie kwa watu katika kila khutba ya Juma. Kwa nikaona kwa kuwa tutarajia Juma litakalokuja tutakuwa tutaswali msikitini, nikaona ni muhimu tuzungumzie baadhi ya zitu muhimu zitakikaniwazo zipatikane katika khutba ya Juma, ili ile hadhira inahudhuria Juma iwe itafaidika na khutba, iwe itaweza kufaidika na kufahamu na kupata maarifa yatakikaniwa wayapate. Kuna zifungu kadha ambazo nitazishiria kwa ufupi. Kwanza ni muhimu katika khutba ya Juma kuwe kuna wahdatul mawdu', ile mada
ambayo mtu ataizungumza katika khutba ya Juma iwe ni mada moja, asitanganye baadhi ya khutba. Baadhi wanaohutubu utawakuta hushika hapa wakiwata pale, wakirukia huku wakenda kwingine. Hii haitakikani katika khutba, kwa sababu humtatiza ule anayefuatia, anayesikiza ile khutba. Yatakikana mada ya khutba kutoka mwanzo mpaka mwisho wa khutba iwe ni mada moja, mtu azungumzia jambo moja tu. Kwa mfano, ameamua kuzungumzia zina, iwe atazungumzia uzinifu tu. Ameamua kuzungumzia riba, ameamua kuzungumza umuhimu wa swala, ashike mada ile ile, asiwe hudara hapa na pale, kama ambao huonda chakula, huonda hiki, huonda kile, kiangalia ni kipi kitamu. Kwa hii ni ansari muhimu sana katika khutba ya Juma, ile namna hiyo. Lingine takikani walo, ile khutba yatakikana iwe ina anasib, yani zifungu. Yatakikana kila kifungu fulani cha khutba kipeke katika kifungu kinafuatia, iwe mfano wake ni mfano wa ziwango za ngazi, yani ngazi ina ziwango, ili wewe usikilie pale utakapokwenda kwa kupanda ngazi ni lazima upande kiwango hiki kisha hiki, kila kiwango ikupe kwenye kingine. Kwa hiyo yatakikana zile zifungu za khutba ziwe zina muungano, kifungu hiki kitakupeka kwenye kifungu hiki na kile pale, mpaka usikilie kwenye kile kilele ambacho ukikusudia katika khutba ile. Hii ni muhimu sana, yani ziwe upokezana zile zifungu. Hilo ni jambo la pili litakikana tulitunge na tulitie maanani katika khutba zetu, ili khutba ipate kuwa na faida. La tatu, kwa kuwa khutba ya Juma ni khutba ya dini, khutba ziko nyingi, kuna khutba za aina mbalimbali, ni muhimu mtu atilie nguvu yale anayoyazungumza na kuyathibitisha kwa maraji yenye kutegemewa, yani yenye Qur'ani dalili zake na sunna ya Mtume sallam na atharu salaf. Asitegemee sana kwenda kutondoa maneno ambayo yasiyokuwa na misingi, maneno yasiyokuwa na ithibati. Ili ametegemea maneno yake yazungumzayo kuyatilia nguvu na kuyathibitisha kwa Qur'ani, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi zake sahihi, na kwa athari salaf, athari za waliotutangulia. Hizi ziwe ndio maraji yake. Kadhalika katika khutba, kitu muhimu cha takikana mtu ategemee, kwa kizungu waziita data, yani ni arqam, figures, numbers. Mfano mtu kuzungumza talaka zimekuwa nyingi, asinene tu talaka zimekuwa nyingi jamaa, atae aite data kwamba kulingana na ofisi ya kadhi yaonekana kwamba mwaka huu ama mwezi fulani mpaka mwezi fulani kumetokea ndoa kadhaa na kumetokea talaka kadhaa. Hizi data zina umuhimu wake na huwapa watu ile sura ya hakika ile jambo ambalo wewe walizungumzia. Lolote uzungumzialo, ukizungumzia kuzorota kwa amani, uweke data kwamba baina ya mwezi kadhaa mpaka mwezi kadhaa kuna watu kadhaa wamepigwa zipanga. Utae data, ni muhimu sana, na hii ni kile ambacho wengi katika makhatibu wetu hawakitilii maanani. Data zinachangia pakubwa kuwapa sura sahihi wale uzungumzao nao kuhusu lile ambalo wewe walizungumza. Kingine ambacho yatakikana tukitilie maanani na tukitunge sana ni katika khutba ya Juma tusitapilie mno kuzungumzia masaili khilafia. Katika dini kuna baadhi ya masuali ya kidini yana ushindani, yana mvutano, yani watu wamegawanyika, wengine wako upande huu, wengine upande huu. Kwa hiyo wewe usipendelee katika khutba ya Juma kuzungumzia vifungu ambazo au masala ya kisharia ya kidini ambayo yana mvutano, kuna mikao migawanyiko yulake. Khutba ya Juma yatakikana iwe ni khutba ya kuwaeta watu wote pamoja, ni khutba ya kujumuisha. Hiyo Juma yenyewe ni watu kujumuika, kwa hivyo yatakikana wajumuike kwa kiwiliwili chao, wako pale, na pia fikra zao wakitoka
pale ziwe zimejumuika yule suala fulani. Ukieta khutba ya Juma ukazungumzia masail khilafia katika khutba ya Juma, haitopatikana ule mjumuiko wa fikra, watu watazidi kukatana na kuwawajika kimawazo na kifikra. Kwa hivyo tusipendeni mno katika khutba za Juma, majali wasi, kuna nafasi nyingi za watu kuzungumza na kujadili masail khilafia, lakini tuiepue khutba ya Juma na kuzungumza masail khilafia, masala ambayo watu wana mivutano yulaki. Kadhalika ni kitu muhimu sana katika khutba ya Juma iwe kuna mtu aangalie yale mambo ambayo yamezotokea katika mujtamaa. Yani usizungumze mambo ambayo hayapo, jaribu kuzungumza mambo ambayo yapo, watu wayahisi na wayaona. Kuna tatizo kadhaa, zungumza tatizo lile, kumetokea wapi ya fulani, kumezidi mambo ya wasichana kurepiwa, kubakwa na watoto wadogo, kupata mimba na kadhalika. Zungumza mambo ambayo yapo na utakuta hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu jambo hili. Qur'ani, hii Qur'ani tulionayo tunayoifahamu imeteremka kwa muda wa miaka 23. Miaka 23. Mwenyezi Mungu alikuwa aweza kuiteremsha Qur'ani kama Taurati mara moja, kama tu. Kateremsha tu mara moja, akihitaji kusoma kitu akarudia kumbukumbu zake kasoma. Lakini haikuteremshwa namna hiyo, imeteremshwa zifungu. Kila likitokea jambo fulani kadhaa, Mwenyezi Mungu huteremsha aya kuhusu jambo lile. Utakuta kuna aya nyingi kwenye Qur'an zimeanza wayasalunaka an kadha, yani watu wauliza jambo na asili ya kuuliza kwamba kuna haja ya kujua kuhusu jambo lile, kisha Mwenyezi Mungu huweka aya za Qur'ani kwa mnasaba wa lile ambalo limetokea. Kwa hiyo ni dharura ama ni haja kubwa katika khutba ya Juma, ili iweze kuwa na athari katika mujtama, izungumzie mambo ambayo kwamba wakai, yale yanayotokea sasa, update mambo yanayotokea kwa wakati huu, yale ambayo yako hadhi. Tatizo limetokea, watu wapate kusikia msimamo wa dini kuhusu tatizo hili ni gani na namna hiyo. Kadhalika ni kitu muhimu sana ambacho baadhi ya mahutaba wetu hawakitili manani, kuna matayarisho ya khutba. Hili ni jambo muhimu sana, kufanya matayarisho, at-tahdhir. Baadhi ya watu waenda kuhutubu Juma, yeye hakutayarisha pale nitakalo kumtokea pale simamapo, ndipo lile limuilialo kalinena. Haitakikana namna hiyo, utakuwa wewe hukuthamini wakati wa watu wale walio kukusikiza. Tayarisha, fanya matayarisho mapema, wiki zaidi ya wiki tayarisha. Juma nitakalokuya maudhui yangu ya khutba takuwa ni kadha, kwa hivyo utayarishe, usome, uulize, utafiti kuhusu mada ambayo wataka kuizungumza. Hilo ni jambo muhimu sana. Bila kutayarisha utamkuta mtu uzungumza, penda kushoto, kirudi kulia, kipanda yuki chukatini, hakuna ile mada ambayo imeshikamana. Kwa hivyo kuna dharura kwa mtu ambao ni khatibu wa Juma atayarisha ile khutba yake kiukamilifu na kwa mapema kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, Mwenyezi Mungu apenda iwapo mmoja wenu amefanya jambo alifanya kwa itikani, yani kuna na kitu kadiri inayohitajika. Khairul kalami ma qalla wa dalla, ni msemo wa Kiarabu wanena kwamba bora ya maneno ni yaliyokuwa machache na yakafidisha watu. Kwa hivyo ni muhimu katika khutba ya Juma usihutubu khutba kama ukamba wa mwasi ndefu mpaka watu wakawa usindia kwa zitako umeweka sana. Hata tuwaelezwa kwamba ni katika sunna ya Mtume, mwendo wake Mtume alikuwa wayaksuru alkhutba aljumuiyya. Katika mwendo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa khutba za Juma kwa ni fupi, hapo kihutubu khutba ndefu. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu, na hii huwezi kulifanya akiwa kuitayarisha. Bila matayarisho utaona uhutubu wewe unena uchoki. Saa nzima wewe uhutubu Juma tu. Zile akili za watu huwa haziko pamoja nawe tena. Watu wamekuya
wana mipango yao, wameweka katika dhambi tangia msikitini, saa kadhaa kwa mzee kutoka. Sasa ukiwatawilishia huwatoa katika ile au fuatizi. Pia bongo la binadamu lina kiwango cha kuweza kuandama. Ikizidi dakika 20 mtu huanza kutoka katika ile concentration yake ya kumfuata yule azungumzao. Kwa hivyo tujaribuni khutba zetu ziwe ni khutba za kadiri kutunga wakati, yani isizidi dakika 20-25 kutosha, yani ni kiwango cha kutosha. Na matayarisho ni muhimu sana katika khutba ya juma, ni kitu muhimu sana. Mtu atayarishe na aiandae mapema na atile manani ijazi, yani kufupisha, tumie tu wakati wa dakika kama hizo 20, asizidi 20, ghaya 25 mwisho wake basi, kwa sababu akili zetu sisi zikipita muda hono huwa haziko tena katika kuconcentrate, yani kurakiz katika ile yazungumzwa. Na lingine ambalo ni muhimu sana hili katika khutba, kwa sababu khutba ni ibada. Mtu anapohutubu ni sababu ya ibada. Ile khutba ya juma ni ibada, ni sehemu katika ibada. Yatakana ikhlas, mtu afanye khutba yake kwa ikhlas lillahi ta'ala. Asifanye khutba kwa ajili ya kuzangia sifa, asifanye khutba kwa ajili ya kutaka kuonekana ni hodari, la. Afanye khutba kwa sababu ahutubu kwa ikhlas, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hiki ni kiungo muhimu, na cha muhimu zaidi ni kwamba ahakikishe kwamba yale ayanenayo na yeye katika mstari kuyatekeleza. Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafaluna kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Enyi mlioamini, kwa nini mwazungumza mambo ambayo kwamba hamuyatekelezi? Ni jambo la kumuudhi Mwenyezi Mungu sana kunena mambo ambayo nyinyi hamuyatekelezi. Kwa hivyo wewe khatib ni role model, ni kiigizo, ni kudwa kwa wale wa kusikizao. Kwa hivyo hakikisha kwamba yale yanenayo wewe pia waiteke. Wakati mmoja, wakati wa nyuma, kulikuwa na khatibu mmoja maarufu sana, watu wakimsikiza na kumfuata na kutekeleza yale awaambiayo. Wakati wa zama za watumwa wakamwendea, akamwambia, Shekhe, tunakuomba uzungumze utoe khutba ya kuwahimiza watu kuwata watumwa huru. Yaani mtu wasikizwa, tunatarajia kwamba ukitoa khutba kuwahimiza watu kuwata watumwa huru utafuatwa na wengi utakuwa huru. Basi yule shekhe kachelewa kutoa ile khutba, ikapita juma la kwanza, la pili, la tatu, la nne, mpaka wale waliomwendea kwa mukata tamaa, wakaona labda huyu hakutusikiza, hatotoa khutba ile tunayomuomba. Baadaye akaitoa ile khutba, na alipoitoa kama walivyotarajia wale watumwa wengi, mashaallah, waliwatoa huru. Mabwana zao baada ya juma wakitoka pale walikwenda kuwawata huru wale watumwa wao kwa kutekeleza na kuathirika kwa maneno ya khatibu wao. Wale wakamwendea kumshukuru, lakini kabla kumshukuru akamlaumu kwamba, Shekhe, umehutubu na alhamdulillah tumeneemeka, sote tuonao hapa tumekuwa huru, lakini twakulaumu kwa umechelewa, imepita nyezi huya hutubu. Kaambia, naam, nimechelewa kweli, kwa sababu mimi wakati ule mliponiambia sikuwa na mtumwa naweza kumwata huru. Mimi kawaida yangu kinana neno utaka na mimi nimelifanya lile yao. Kwa hivyo nimesubiri mpaka kaweza kumpata mtumwa. Nilipompata mtumwa kamwata huru, ndio nami kaweza kuzungumza yule fadhila za kuwata mtumwa huru. Kwa hiyo takikana sana khutaba tujitahidi tuidhibiti kwamba tusingie katika ile kundi ambalo Mwenyezi Mungu ametuambia, lima taquluna ma la tafalun kabura maqta inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Nukta ya mwisho ambayo namalizia khutba yangu hii ni kwamba kuna lugha wazungu ya kuwa body language. Body language, lugha ya kutumia ziungo, yani hunu mkono waweza kutumia, ni ishara. Mtu hutumia ishara ya kuzungumza kwake, na hii ina athari kubwa katika kuwasilisha ujumbe kwa wale wa kusikizao na wakuonao, hasa wakuonao.
Hii lugha ya ziungo ina umuhimu wake, na ukitaka kuthibitisha, angalia siku ambayo wewe umehudhuria juma na khatibu wamuona ni huyu hutubu hapa, uone athari ya hutuba ya siku ile, na siku ambayo umeswali mbali na khatibu, pengine umeswali juu msikitini, huku mshuhudia khatibu, umesikia maneno yake yote yanaonena kutoka alifu mpaka yeye mwisho, umemsikia, lakini ulikuwa humuoni wakati akizungumza. Athari ambayo utaipata ni tofauti. Ule ujumbe utakusikilia kwako wewe kwa ukamilifu zaidi iwapo ulikuwa ukimuona ule khatibu. Na hii ni kwa sababu ya kitu kiambuliwacho body language, lugha ya ziungo. Hii ataka watu watie maanani na waitumie hii lugha ya ziungo katika kufikisha ujumbe wao. Na kadhalika kuna sauti. Sauti ni sehemu muhimu sana katika khutba. Kupitia ile mvuto wa sauti, ujumbe wasikilia kwa ule mwenye kukusikiza kwa nisba kubwa zaidi. Maneno tu yao ambao hayakuandamana na sauti ya mvuto usikilia ujumbe 7-10. Lakini ikipata mtu ambao aweza kuitumia sauti yake kwa uzuri, ujumbe utasikilia 70 na zaidi, na hukamilishwa na body language, lughatul ishara, lugha ya ziungo. Ni kitu muhimu nataka ambao hatukuzoea kuitumia tuizoweze. Hii ina mchango mkubwa sana katika kuwasilisha mada ya khutba au mada ya mazungumzo yako kwa wale ambao wakusikizao na wakuonao. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya zifungu za muhimu yatakikana sisi makhatibu wa juma tujaribu kuzitimiza katika khutba zetu, ili ile khutba ipate kuwa na athari, ile athari ambayo yatarajiwa iwepo katika khutba. Haikuwekwa khutba na ikapewa umuhimu wono watu wazungumze tukisa watoke basi, la, imewekwa na ikapewa umuhimu mkubwa kiasi kwamba mtu aliyoko juma hafai kuzungumza wakati wa khutba ikiendelea, hafai kufanya lolote licha kutoa mobile yake akawa kusoma message na kutuma message. Hata kuiangalia ile mobile haitakikani aiangalie wakati khutba, kwa sababu itakuondoa katika ile concentration, kule kurakiz kwenye ile zungumzo. Hii ndio inatuonesha jinsi gani khutba ya juma ni muhimu jamani. Kwa hivyo tusipotezeni wakati wetu na wakati wenye kutusikiza tukawa wametoka hawana lichopata. Baadhi ya watu ni makhatibu yani maarufu, lakini kwa bahati wao hawawezi kushuka tini, kwa wako juu sana katika mazungumzo. Kwa hiyo wanaowaelewa na kuwafahamu si watu wote walio katika juma. Wanaohudhuria juma ni watu wa tabaka mbalimbali, kwa umri tofauti tofauti. Kwa hivyo ni jukumu gumu sana kwa khatibu wa juma bizati, ni lazima ateremke tini kiasi kwamba atawaenea wote wale walioko, kila mmoja atapata kitu katika khutba. Akizungumza khutba kifalsafa ya hali ya juu, ni watu wachache tu ambao watakufaidika na khutba yako. Kwa hivyo kitu cha mwisho namalizia kwamba katika khutba tujaribuni kuteremka, tuzungumze lugha ambayo ile hadhira iliyoko kila mmoja atafaidika. Manake pale kuna watu tofauti kwa umri tofauti, kwa ziwango za kuelewa na kufahamu tofauti, kwa maarifa na kadhalika. Kwa hivyo haya ndiyo mambo muhimu ambayo naona ni dharura sana kwa makhatibu wa juma wafanye bidii waweze kuyatekeleza katika khutba zao, ili khutba ziwe na natija, ili khutba ziwe na natija. Watu wafikie na tuondolee hili janga lilioko. Na swaha yangu ya mwisho jamanini, kama nilivyonena, misikiti tutarajia itafunguliwa na kutakuwa na baadhi ya masharuti. Tusifanyeni ushindani, tusiweni wakaidi, tutekelezeni yale masharuti ambayo tuwaweza kuyatekeleza. Tutekelezeni, ni kwa maslahi yetu, si kwa maslahi ya wenye kuyaweka yale masharuti. Hao hawatafaidika chochote na wala hawatokhasirika kwa jambo la utayakhalifu. Kwa hivyo tu yakitolewa masharuti yale tuyaweza kuyatekeleza, tuyatekeleze, ni kwa maslahi yetu wenyewe kwanza. Na yale mengine ya kuosha mikono, ya kufunga zuizui, barakoa, mask, tuyafuateni kwa manufaa yetu, tusidharau. Ni kweli kwamba
Shisheki ni kubwa kuhusu corona, ni kubwa sana kuliko waqi, lakini ni jambo liko. Chote tukubalini kwamba ni jambo liko, na tushukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwetu mpaka sasa hali ya Mwenyezi Mungu atuwafikie, atukidhie haja zetu, atuondolee mashida tulionayo. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahlan faj'al umurana kullaha sahlan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaykum wa jazakumullahu khairan.